kweli taarifa ambazo zinaeleza kwamba Young Africans ni kana kwamba wamepindua meza kibabe kwa watani wao. Engineer Hersi Said ni mafia kweli kweli. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kusema baada ya taarifa zipo zinazoenea kwamba Alan Okello, kijana kutokea Uganda, wengine wasema Uganda. Nanipata uzuri bana, meza kama inataka ipinduke hivi na moja kwa moja wananchi kama vile wanataka wachukue chuma kabisa. Sasa mambo haya bwana ndio si mageni, hasa kwa Young Africans kufanyia hivi ndio wapinzani wao kwa maana ya wekundu wa Msimbazi Simba kabisa. Bwana, tuanze kwako Steven Mapunda. Ndio swala hili limefikaje mezani kwako na mambo yako vipi kwa mwamba huyu Okello? Mwanzoni ilikuwa inaonekana upepo upo kwa Simba Sports Club kuweza kumhitaji mchezaji huyu na ni kweli ilishafanya jitihada, watu walishaenda, walituma makachero kwenda kule nchini Uganda kuweza kwenda kupush dili hilo, na mission ilianzia kuanzia kwenye michuano ya CHAN. Sawa, walikuwa washaanza kupekua namna gani anaweza wakampata mchezaji huyu lakini kikwazo kikubwa kilikuwepo mkataba wake kwamba ulikuwa unamgadi kwa sababu alikuwa amebakisha mwaka mmoja na nusu katika timu ambayo alikuwa anaitumikia. Kwa hiyo namna ya kuweza kuvunja mkataba wake ikawa kidogo wakaona ni shughuli, na kama unavyojua kwa Simba msimu huu wameweza kukivunja kikosi chao kwa asilimia kubwa zaidi, na pia imani yao kubwa ilikuwa kwamba kuweza kumruhusu aendelee kumalizia msimu, lakini katikati ya msimu kwenye dirisha dogo waweze kumsogeza, na mpango huo ulikuwepo chini ya kocha Fadlu Davis. Lakini kilichokuja kutokea, Fadlu akawa ameaga katika benchi la ufundi la Simba Sports Club. Alivyoingia Dimitri Pantev alikuja na kitu cha tofauti kabisa. Kuna mchezaji anaitwa Maponda, sio Mapunda, Maponda. Anacheza pale Nsingizini. Ilionekana kwamba Dimitri Pantev alikuwa anampigia chapuo zaidi Maponda kuweza kuja kukiponda ndani ya Simba Sports Club kuliko Okello. Kwa hiyo deal la Okello likali limefia hapo, likali limesizi. Kwa moja kwa moja wakaanza kupush deal namna gani ya kuweza kusogeza mshambuliaji huyu wa kutokea pembeni, kutokea pale Nsingizini aje kuweza kuongeza nguvu. Imeenda katikati ya safari na mission anakosa kazi, meneja anaondoka. Wakati anakosa kazi anaondoka, wanamgeukia tena Alan Okello. Sasa kilichokuja kutokea bwana Cisco, wakati huo tayari makachero wa Young African wakawa tayari wameshafanya ya kwao, wakawa na wenyewe pia washatinga kule, na inaonekana project ya Young African imemvutia zaidi Alan Okello, lakini pia engineer ameenda mbali zaidi, yuko karibu na Tukatalambula Yusufu. Alan Okello, je, ni mchezaji mzuri na atafiti kwenye mifumo ya Young Africans kwa jinsi ambavyo namtazama, ikitokea dili hili la Yanga na Alan Okello kutamatika na Simba kuachwa kwenye mataa? Mchezaji ambaye anaweza kucheza zaidi ya eneo moja, na kwenye ripoti ya mwalimu kama alivyosema Steven, kwa maana mwalimu anahitaji wachezaji kwenye maeneo matatu, kwa maana namba 6, namba 10 pamoja na winga mmoja. Miongoni mwa vitu ambavyo vitambeba Alan Okello katika kosti ya Young Africans ni mchezaji ambaye anaweza akacheza maeneo mawili ambayo mwalimu anahitaji. Anaweza kucheza kama namba 10, pia na uwezo wa kutokea pembeni. Kwa hiyo kumsajili Alan Okello kwenye timu yako ni sawa sawa na umesajili 2 in 1, kwa maana umemsajili mchezaji mmoja ambaye anaweza kukufa kwenye maeneo mawili. Pale ambapo mtaenda kwenye mechi yenu mkawa eneo la pembeni mnakosa mchezaji, basi unaweza wakaamua Pacome Peodo Zuzu akaingia kati, Alan Okello akacheza pembeni. Ama pale ambapo labda mnahitaji mchezaji wa pembeni pia anaweza pia akabadilika hivyo, lakini pia atamuofa kwenye maeneo mengi sana katika formation zake ambazo amecheza. Leo hii na nikitolea mfano katika klabu ya Simba, watu wengi sana hawampendi Joshua Budo Mutale. Lakini unajiuliza kwa nini walimu wanamchezesha? Ni kwa sababu ni versatile player, kwa maana pale ambapo mfumo wako unahitaji namba 10 ana uwezo wa kwenda akacheza na akakupa kile ambacho unakihitaji. Lakini ukihitaji winga pia anaweza akakupa kile ambacho unakihitaji. Kwa hiyo Alan Okello ni mmoja wa wachezaji wazuri sana, na kama Young Africans deal litakamilika, basi watakuwa wamepata mmoja wa mchezaji bora sana ambaye anaweza kaenda kuwapa faida kwenye maeneo mengi sana uwanjani.
Sawa, Katalambule Yusufu, mimi nimekupata vizuri. Mtazamo wako pia nataka ni usikie vizuri. Steven Mapunda, unafikiri Okello akitua pale Yanga kuna mtu atampisha, ama Okello anaweza akaja kujitafuta na yeye kupata namba, au akija unaona kabisa moja kwa moja lazima kuna mtu ampishe Okello mambo yawe mazuri kwa wananchi? Of course mimi nikiangalia kwa haraka naiona nafasi yake ndani ya kikosi cha Young African kutokana na kwamba amekuja Celestine Ekua. Watu walitegemea, walimpa matarajio makubwa sana, lakini kwa sasa ametoka nje ya yale matarajio ambayo watu waliweza kuamini na performance yake imedrop. Mbali ya kwamba kuna factor nyingi sana kwenye kudrop kwake, lakini factor kubwa kuliko zote ni mbinu za mwalimu ambaye alikuwa ametangulia kabla ya Pedro. Alikuwa hajaingia kabisa katika mifumo ya wachezaji, lakini pia alikuwa ni mchezaji ambaye ni kocha ambaye aliweza kuwapoteza wengi, viwango vyao wengi walidrop, kabisa. Walikuwa kinachowasaidia ni kuwa na class ya hali ya juu, lakini ikija kwenye swala zima la form zilishuka sana. Kwa hiyo walichokuwa wamebebwa ni ile class waliokuwa nayo. Na hata ukiangalia mechi ambayo walishinda dhidi ya Simba kwenye ngao ya jamii, kama class ya wachezaji wa Yanga isinge kwa juu, basi ile mechi walikuwa wanastahili kupoteza. Ukiangalia pia mechi ambayo walishinda ya mechi ya kwanza ya ligi kuu, kama class ya Yanga isinge kwa juu, basi walikuwa wanapoteza. Ukiangalia mechi ambayo walikwenda kutoa suluhu na Mbeya City, kama class ya Yanga isinge kwa juu, basi ile mechi walikuwa wanapoteza. Class ya Digi Diala ndio iliweza kuokoa Yanga kuto kupoteza ule mchezo. Lakini utaishi kwa class paka lini? Vijana wanagonga kweli kweli, vijana wanaingia kweli kweli, vijana wanapiga uvunguni kinoma noma. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo lazima uweze kuweka energy ambayo itaweza kukusaidia zaidi. Kwa Alan Okello naiona energy aliyokuwa nayo, ana energy ya kutosha, lakini pia naona wepesi aliyokuwa nao, na ukiangalia kwa utamaduni alizokuwa nazo Pedro, ni kocha ambaye anapenda kufanya uwanja kufanya kuwa mdogo zaidi kadri unavyokuwa unakwenda kwa mpinzani. Kwa namna anavyocheza Alan Okello, namna anavyocheza Pedro Pacome Zouzoua, naamini kabisa itakuwa ni chaguo sahihi kabisa ndani ya viunga vya Young Africa. Sawa, tunamalizia kwa Katalambule Yusufu baada ya kumsikiliza hapa Steven Mapunda Garincha. Usajili huu kama utatimia kwa 100%, kwako unaona ni usajili wa miemko ama usajili wenye tija ndani ya Yanga? Tija ipo. Kwangu nitatafsiri kama usajili wenye tija, kwa sababu lazima tukubali tangu kuondoka kwa Stefan Kiaziz, Young Africans hawajapata namba 10 kama vile ambavyo alikuwa Stefan Kiaziz, kwa maana kwamba wapo namba 10 waliokuwepo kwa hivi sasa, lakini bado hawajawa na faida ambao alikuwa nao Stefan Aziz Ki, kwa maana kwenye kufunga magoli, si kufunga tu, hata kwenye kuassist. Yupo Momo Dumbia, ni mchezaji mzuri, lakini yupo slow sana, kwa maana anashindwa kuendana na kasi iliyopo kwa pale Young Africans. Lakini pia ukiangalia yupo Lassine Kouma, bado ni kijana mdogo ambaye unamuona kabisa ni mchezaji ambaye anahitaji kuendelea kujifunza katika kosta cha Young Africans. Lakini Alan Okello tayari experience material, kwa maana ameshacheza nje ya bara la Afrika. Lakini pia amecheza Uganda katika Club of Vipers, amecheza AFCON, amecheza michuano ambayo imemalizika, kwa maana CHAN. Unaweza ukaona kucheza CHAN alafu kufunga idadi ya magoli ambayo ameyafunga, magoli 3 kama kumbukumbu zangu zipo vizuri. Lakini pia alikuwa mmoja wa wachezaji ambao walikuwa tegemezi katika kikosi cha Uganda The Cranes. Kwa hiyo unaweza ukaona ni CV yake yenyewe inambeba kuwa ni mchezaji mzuri ambaye kama atatua katika kikosi cha Young Africans haitokuwa usajili wa mihemko, kwa sababu hata dau lake ambalo linasemwa ni bilioni 1 za Kitanzania. Sidhani kama unaweza ukafanya mihemko kwenye kiasi cha pesa kama hicho. Kwa hiyo ni mchezaji bora, na kama Young Africans akimpata itakuwa wamepata mmoja wa wachezaji bora sana, atakuja kuongezea kitu, kwa sababu kuondoka kwa Stefan Kiaziz hajapatikana namba 10 ambaye angeweza kufunga magoli. Lakini tunazungumzia Alan Okello, mara kadhaa tumeona kwenye chati ya magoli katika ligi ya Uganda amekuepo kwenye namba 2, namba 1, namba 3 na kadhalika. Kwa hiyo mimi kwangu naamini huenda ikawa wanamrudisha Stefan Kiaziz kwa staili nyingine kama atampata Alan Okello. Mimi bwana sina la ziada. Jina langu naitwa Cisco Mapunda Steven Garincha, pamoja naye Yusuf Katalambula, mzee wa mambo vipi, amezungumza mengi na mazuri. Kwa pamoja tu ni kudokezea siri ya kwamba nyuma ya kamera kwa Anko Vuma, ze la busara wa ila lika. Masalam.